Asifiwe tena. Today we want to talk about the tactics of the enemy. Tactics ni mbinu ya adui. Wapendwa, lazima tukajua kwamba kabla adui hajakushambulia, lazima kuna mbinu anatumia kukushambulia. Na mimi nasemanga ya kwamba mtu ambaye ameokoka na anamtumikia Mungu, huyu mtu anakuwa na shield, anakuwa na ukuta wa ulinzi ambao Mungu anakuwa amemwekea. Na kwa hivyo the enemy cannot come to fight you because it does not have authority over your life. The enemy has no authority over your life. Kwa hivyo nikanosikia mtumishi mmoja wa Bwana akisema ya kwamba kuna mama mmoja ambaye alikuwa muombaji sana. Mama alikuwa anapenda kuomba, muombaji. Kwa hivyo alipokuwa naomba, alikuwa anasambaratisha nguvu za madevil worshiper. Na kwa hivyo hao madevil worshiper wakapanga jinsi ya kumtoa katika Bwana, jinsi ya kumumaliza. Na kwa hivyo hata walipokuwa wanapanga jinsi ya kumaliza hawakuweza. Kwa sababu ya nini? Walikuwa wanajaribu hawangeweza, kwa sababu huyu mwanamke alikuwa fire. Alikuwa na moto wa Mungu ndani mwake. Kwa sababu alikuwa anapenda kuomba sana. So, huyu mwanamke alikuwa anauza vitu mboga, alikuwa anauza vitu kama hizo. So, adui wakapanga one of the devil worshiper kuna gari akakuja. Akawa ananunua mboga pale, anampatia pesa mzito. Akamwambia siku moja kwamba utakubali nikupe loan ya pesa fulani. Mama akafurahia kwa sababu alikuwa na struggle financially. So akapewa pesa, akawa anakuja ananunua mboga hata kama ni ya 30 anampia 2000. Anampatia pesa. Mama akafurahia. Kumbe ilikuwa ni mtego, the tactic of the enemy. Mtego ambao adui anatumia ili kukuweza kukamata. Kwa sababu hawezi ana authority. Mimi nasemanga Mkristo umeokoka. Kitabu cha Numbers chapter 23 verse 23 nasema kwamba there's no divination in the house of Jacob. Hakuna uchawi katika nyumba ya Yakobo. There's no divination, there's no sorcery against Israel. Kwa hivyo watu ambao wameokoka, hakuna uchawi ambao unaweza tengeneza kwenye maisha yako. Hakuna kurogwa kwa sababu umeokoka. Hakuna, there's no divination. Kwa hivyo huyu mwanamke baadaye huyu devotion akamwambia tunaweza kupea loan ya pesa fulani. Wakamwambia pesa mingi sana. Mwanamke akawa na biashara yake ikashika ikanoga, akaacha hata kwenda kanisa, akawa busy na biashara from Sunday to Sunday. Siku moja akawa amepata pesa, hata amejenga ploti, amejenga mambo makubwa. Alikuwa na mzee wake anakula usiku. Walipokuwa nakula, ule agent wa shetani akakuja kwa nyumba. Akakuja tu from nowhere, akasimama pale. Akamwambia unajua kuna loan yangu. Watoto wakatoroka, mzee akatoroka, akabaki peke yake pale. Kwa hivyo ule devotion akamwambia hata Juvenile alikuja from nowhere akasimama hapo. Na gate imefungwa kila mahali, alikuwa na plot nyumba mzuri sana. Akamwambia sasa tunataka atutaki pesa, tunataka utupe mzee wako. Baadaye akasema mzee wangu akakataa. Hiyo usiku huyu mwanamke alikufa. Na vitu zake zote alikuwa amepata mpaka supermarket, kila kitu iliporomoka. Na kwa hivyo ili maadui waweze kukamata huyu mwanamke, lazima wangetumia mbinu ya kumkamata. Kwa hivyo walitumia pesa ili akaachana mambo ya Mungu, akaacha kwenda kanisa, akaacha mambo ya Mungu, wakamkamata na finally wakamuua. Kwa hivyo it is good to be aware of the tactics of the enemy. Ni vizuri kujua mbinu za adui katika maisha yako. Wapendo, kabla jua adui hajakushambulia, lazima akutoe kwanza katika kazi ya Mungu. Lazima akutoe katika utumishi. Lazima akutoe katika kanisa. Ndio baadaye aweze kukushambulia, kwa sababu ukiwa hivyo the enemy has no authority over you. Wapendo, nataka niwape we want to learn today about the story of the Israelites. Na kitabu cha Numbers chapter 4 nitaweza kusabari kwa sababu ya muda. Numbers chapter 22 23 mpaka 24. Alafu tutasoma 25 kidogo. Biblia inasema kuhusu Wanaisraeli walikuwa wanatoka Egypt, wakafika mahali panaitwa Moabites. Kitabu cha Numbers chapter 22 23 na 24. Walipofika pale, mfalme wa Moabites ambaye alikuwa anaitwa Barak. Kwa hivyo Barak akakasirika kuona Wanaisraeli wamefika mahali pale, the place of Moabites. Akapanga mbinu ya kuwa maadui, kuwamaliza. Kwa hivyo Balak alienda akachukua mtu ambaye alikuwa anaitwa Balaam. Balaam alikuwa kama mchawi mkubwa sana. Alikuwa na uwezo wa kulaani mtu na hata angekumaliza. Kwa hivyo Balak akatafuta Balaam. Balak akatafuta Balaam. Akamwambia kulipa pesa mingi sana, nilaania Waisraeli walaaniwe. Kwa hivyo tunajua hivyo kwamba Balaam akasema kwanza lazima nimuulize Bwana. Akiwa anauliza Mungu akamwambia kwamba usidhubutu. Kwa hivyo ule mtu Balak akasisitiza kwamba lazima unilaanie Wanaisraeli. Kwa hivyo ikabidi sasa siku moja Mungu akamwambia wewe enda, lakini kile nitakuambia ndio utafanya. So alipokuwa naenda alikuwa na donkey.
tunasikia kwamba akapatana malaika. Dangi akaona malaika, akawa anatoroka, lakini ule Balaam akaipiga mara 3. Ndio Dangi ikawa inamwambia, unajua mimi tangu nianze kutumikia. Dangi kaanza kumnenea. Ndio baadaye akafunguka macho, akaona malaika wa Mungu. Alipoona malaika wa Mungu, ndio Mungu akamwambia, malaika wa Mungu akawa anamuonya. Lakini baadaye akaenda, alipofika mahali pale, Balaam akaambia Balak kwamba amuinulie madhabahu, kwa sababu kabla hajakaswa na Israeli lazima madhabahu ingenuliwa. Kwa hivyo akamwambia atafute 7 bullock na 7 rams. Na kwa hivyo wakaunua madhabahu 7 altars. Na kila madhabahu walikuwa wanafaa kuchinja ng'ombe and a ram, a bullock and a ram. Na kwa hivyo wakachinja. Alafu sasa walipoenda kulaani, Mungu alikuwa mwambia kwamba maneno nitakwambia ni utanena. Kwa hivyo akawa ananena baraka. Ule Balak akamwambia, sasa kwa nini unanena baraka? Na hao watu wanataka kulaniwa. Akamwambia, mimi nitaenda kulingana na Mungu atasema. Hao watu si wa kulaniwa. Tena ule Balak akamwambia, pana lazima tuinue madhabahu. Tena wakaenda walinunua madhabahu mara 3. Wanajenga 7 madhabahu 7. 3 times 7 altars. Wanachinja ng'ombe, wanachinja the ram. Wanachinja pale, but Mungu akakataa kabisa, because Bible says that hakuna uchawi utatengenezwa kwa mtu wa Mungu, wapendwa. Nawaambia the tactics ambao finally huyu Balaam akajua kwamba ili ushinde wana Israeli, nitakupa siri ya kushinda hao watu. Hao hata tukisema tunachinja mbuzi, tunachinja kondoo, tunachinja nini, hatutawaweza. Lazima tuweze kupanga njama, nikupe siri ya kumaliza hao watu. Na njama ambayo utafanya kuwamaliza hao watu ni uwaingishe kwa dhambi. Wakiingia kwa dhambi, hapo utawaweza na wataweza kukufa. A very nice idea. Ukiwa hivi wapenda, na kuambia mtoto ambaye amekoka na unatumikia Mungu, hakuna hata devil worship atakuweza, hakuna mchawi atakuweza, lakini kile ambacho atajaribu kufanya, the tactics that they will use ni kuwewe kukuinduce ufanye dhambi. The moment unafanya dhambi, the moment sasa unapata authority na legal ground ya kukuua na kukumaliza. Na kwa hivyo wapenda, Biblia inasema kitabu cha Revelation chapter 2 verse 14, but I have a few things against you, because you have there those who hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit sexual immorality. So unasikia the doctrine of Balaam. Balaam aliambia Balak aje, hao watu hatutaweza kwa kuinua madhabahu, hata tukichinja mbuzi, tukichinja nyinyi, tumechinja mpaka tumeshindwa, hatutawaweza. Hao watu ili wamaliza, akawapa doctrine ambayo ilikuwa inasema kwamba sacrifice to idols, ya kwamba waweze kukula chakula ambayo unajua the Moabites walikuwa wanaabudu miungu mingine. Kwa hivyo akamwambia kwamba wachinje, wakuwa wanatoa sacrifice kwa hizo miungu, ile chakula wanapiana pale, Waisraeli wakuwa wanaletwa wanakula. Unajua ukikula ile chakula kuna venye walikuwa na bow down, wanazi worship and to commit sexual immorality. Na pia akamwambia kwamba hiyo itoshi, kuabudu miungu itoshi na kukula chakula, wafanye dhambi ya uzinzi. Na ni jinsi gani walifanya dhambi ya uzinzi, wapendwa? Kitabu cha Numbers, I think Numbers will be able to tell us more. In the mighty name of Jesus, wapendwa. The Bible says, let me read from the book of Numbers. Numbers in the name of Jesus. We want to talk about how the Israelites were induced to sin. Huyu mtu aliwaambia kwamba ukitaka kuweza watu waingishe kwa dhambi, let them commit immoral things before God. And this is what the Bible says in the book of Numbers chapter 25. Now Israel remained in Acacia Grove, and the people began to commit adultery with the women of Moab. Kwa hivyo hivi ndivyo walifanya. Huyu mfalme, wapendwa, acha niwape siri ambayo Balaam alijua kwamba ukitaka watu waue, ukiwa hata mtu akitaka kukua ukiwa umeokoka, hakuna mtu atakuweza, hata mchawi akiwa devil worship hatakuweza, hata akifanya nini, lakini wanajua siri. Na siri ndio hii siri ambayo Balaam mwenyewe alijua, akamwambia Balak, introduce my doctrine there, ya kwamba let them eat the sacrifice food offered to the idols, and also let them commit sexual immorality. Kile ambacho walifanya, wapendwa, huyu Balak mfalme wa Moab aliweza kuinvite all the men wa Israel, akawaleta katika sherehe zao huko, wakapewa zile chakula ambazo zilikuwa nafaa kupewa miungu.
Alafu wakaabudu ile miungu. Alafu baadaye ikafika wakati, unajua kwa sherehe kuna kwanga na wakati wa kutumbuizwa, si kweli? Kwa hivyo wanaume wakawekwa hapo, wakaleta the Moabites women wakiwa naked, wakiwa uchi, and the Israelites indulged in sin with these Moabite women. Hivyo ndivyo walivyokuwa. Na Bala walimwambia kwamba kama utaweza kufanya vile nilikwambia, hawa watu utawamaliza. Lakini kwa kuchinja, kwa kuwatolea kwa kuwaroga, utaweza kuwaroga. Tukijaribu kuwaroga tutashinda, tutaweza. Kile tutaweza ni kuingisha katika dhambi ya usinzi na kuabudu miungu mingine. Kwa sababu the moment tutafanya hivi, tutawaweza. Na kwa hivyo Biblia inasema kwamba these people were invited. Wakakula chakula, wakabow and they committed sexual immorality. Moabite women wanachukua ni wote mnaweka pamoja. Wala wanawake wanaletwa Moabite women, wanawekwa hapo. They are naked. They did evil before God. They did sexual immorality. Verse 2, Bible says that they invited the people to sacrifice of their God, and the people ate and bowed down to their gods. Kwa hivyo baada ya kukula, kuna vile mlikuwa mna bow down kwa hiyo miungu yao baada ya kukula chakula. Kwa hivyo kila mtu anafanya hivyo. Wanasema kwamba nyinyi lazima mfanye hivyo, kwa sababu mmekuja hapa, you must do as the Roman. Ukienda wanasemanga do as the Roman do. Ukienda kwa Roma fanya kula kila ambacho unakula. Ukienda Chinese upande unakula nyoka, mamashiro, chukua na wewe uambie nikatie ka mkia ama kichwa kidogo. Nisikie na mimi. Wanasemanga hivyo. Kwa hivyo hawa watu walienda pale, wakao wamepewa chakula, wakakula. Wakaambia tukimaliza kula ni kuabudu miungu. So walipokuwa wanaabudu, wakaambia nyinyi abudu. Na hivyo vikabidi waabudu. Hii ni siri ambayo Balak aliambiwa na Balaam. Na baadaye sasa wakaingishwa katika dhambi na Moabite women. Verse 3 inasema, so Israel was joined to Bala of Peor, and the angel of the Lord was aroused against Israel. Hapo ndio Mungu alikasirika sasa. Biblia inasema kwamba then the Lord said to Moses, take all the leaders of the people and hang their offenders before the Lord out in the sun. Kwa hivyo hasira kuanzia 45 inasema hasira Mungu kashuka. Na hao watu wote waliweza kuuawa na wakakuwa hanged kwa post huko. Kwa hivyo hao watu wote walifanya hizo dhambi. Moses was there. Kwa hivyo Mungu akamwambia Musa kwamba chukua viongozi. These are the judges. Kila hao watu wote ambao wamefanya hizo vitu wote waweze kuuawa. Na kwa hivyo huyu adui ambaye alikuwa anaitwa Balak aliweza kushinda hao watu. Kwa sababu ya nini? Aliwaingisha katika dhambi. Hivyo ndivyo ilivyo wapendwa katika maisha. Kabla adui hawezi kushambulia ukiwa kwa Mungu, lazima atafute mbinu atakutoa kwa Mungu. Akikutoa kwa Mungu, hapo ndivyo atapata mbinu ya kukumaliza. Sio kama niwaambia hapa kuna ndugu mmoja ambaye alikuwa ameokoka sana, anampenda Bwana, kijana mmoja. Amependa Bwana, anapenda maombi, anapenda utakatifu. Kwa hivyo devotion wakawa namfuata huyu jamaa waone vile watamumaliza. Kwa sababu anapoomba anatingiza mbingu zao, anawaharibu. Kwa hivyo walimtumia msichana, mdada. Akakuja amevaa miniskirt. Akakuja mpaka nyumba yake. Kwa hivyo akajaribu kuseduce yule kijana. Kijana akawa anakataa, sema mimi nimeokoka. Kwa jina la Yesu nimeokoka. Finally inasemekana kwamba yule msichana akatoa nguo zake zote. Na wakawa wamefunga nyumba. Kwa hivyo kijana akajipata kwamba wamefanya sexual immorality, wamefanya dhambi. Hapo alipomaliza akamwambia, as we were committing sexual immorality, there was a spiritual transaction. Na the moment sasa kwa hivyo yule mtu alipomaliza akatoa pembe. Akawa anajulisha kwamba mimi nilikuwa nimetumwa. Nishamaliza my plan. My plan ilikuwa ni wewe tukutoe kwa utukufu wa Mungu. The moment you are doing this, presence ya Mungu ilitoka kwako. Na now you are valueless and you can do anything for you. Akawa anasema I bind you in the name of Jesus. Akamwambia you are binding yourself. Na hiyo siku huyu kijana aliweza kukufa. Kwa hivyo the tactics of the enemy. The enemy cannot attack you while you are in Christ. Lazima utafute mbinu wakati kutoa kwa Mungu ndivyo akumalize. Hata kuna watu ambao unapata adui akitaka kumaliza anatafuta mbinu akwambia acha kanisa. Acha mambo ya Mungu, acha mambo ya kuomba, acha mambo ya kusoma Biblia, acha mambo ya kufunga na kuomba, hizi vitu ni bure. The moment unaacha hizi vitu, hapo ndo wanapata tactic ya kukuua na unakufa na mambo yako inasaulika kwa sababu ulitoka kwa Mungu. Wapendwa, be aware on the tactics of the enemy. Tusipojihadhari na mipango ya adui, tutamalizwa wapendwa. Kwa hivyo ukiona kwamba kuna roho inakwambia achana mambo ya Mungu, achana mambo ya kwenda kanisa. Kama kuna kazi unafanya kanisani na kitu inakwambia achana nayo. Remember that the tactics of the enemy. Ni adui anatafuta mbinu ya kutoa kwa Mungu. The moment utatoka kwa Mungu, hapo ndivyo utakufa kifo kichungu sana. Hapo ndivyo utaangamia. Waisraeli waliangamia baada ya Balaam kuintroduce the doctrine of Balaam. Balak akaweza kuintroduce this doctrine
ya kwamba watu wafanyishe dhambi. Tafuta wanawake warembo kwa hiyo place uweze kuweka na wao wafanye dhambi mbele za Mungu, kwa sababu anajua Mungu hapendi hizi vitu. The moment utafanya, Mungu atakasirika na watawaua. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa, waliweza kuangamia wote. Kwa hivyo lazima tuchungane wapendwa, lazima tuchungane tuweze kukaa maisha matakatifu. Lazima tuchungane, usimame imara na kusema hapana, I'm not going to give up to serve God. I'm not going to give up to be in the presence of God. Kwa hivyo niliona mtumishi mmoja wa Bwana, tulishiriki naye kanisa moja. Alikuwa mtumishi wa Mungu mzuri sana, anafanya kazi ya Bwana vizuri. Lakini adui nikaona there was the tactics of the enemy. Alikuwa anatumikia Mungu mpaka akawa anasema kwamba akaniambia kwamba kwao wanapigana nyumbani, mashamba hakuna. Sasa Mungu akampea kondota kwamba atampea sio maeka ngapi, shamba yake tambariki, achane nile awaachie huko nyumbani. Kwa sababu alitumikia, alikuwa anapenda kuomba, hata analia, anaabudu Bwana, anafanya kazi ya Bwana. Baadaye the tactics of the enemy ikakuja. Akaweza kutoka kanisani, akaenda makanisa, akapita, akatoka kanisa, ulikuwa akaenda kanisa fulani, akaacha, anaona kila pale kanisa naenda ni ubaya, akaacha, fanya aliacha kanisa. Nikampata akisema akaacha kanisa. So akawa anaangalia, ako kwa nyumba tu. Na akawa anasema, ni sasa mimi niamua pastor wangu ni wa TV, kuna pastor anapenda wa TV, ninamuona kwa TV na niko kwa nyumba na mimi nimetosheka. Finally akaanza kuingia kwa dhambi. Akawa mwekona kuna mwanamke mwingine. Na hivyo ndivyo presence ya Mungu ilisha. Na hivyo akafanyika violence. Wapendwa, tusipojihadhari na the tactics of the enemy, utapata ya kwamba wapendwa, tutaweza kuangamia. Ya kwamba wapendwa, let's be aware on the tactics of the enemy. Because if we can't be aware, brethren, wapendwa, tutaangamia. Nataka nisome kitabu cha Judges chapter 16 verse 20. Ninapomaliza, Biblia inasema kwamba, and she said, the Philistines are upon you, Samson. So he woke up from the sleep and said, I will go out as before at other times and shake myself free. But he did not know that the Lord had departed from him. Huyu ni Samson. Samson Mungu alimtumia kwa njia ya ajabu, alimpa nguvu. Sasa the tactics of the enemy, adui akapanga ni jinsi gani tutamaliza Samson. Wakajua ni kumtafutia mwanamke mrembo sana, alikuwa anaitwa Deborah. Is it Deborah? Delilah, not Deborah, Delilah. Hallelujah. Delilah. So, but akapeana siri yake. Mungu alikuwa amemwonya usiwe yapeana siri yako. Akapeana siri yake ya kwamba nguvu zake ziko kwa nywele, na akakatwa nywele. Alipokata nywele ndani kama kawaida kupira kujua kwamba Mungu amemwacha. When the Lord left him, Samson hata kukaa, sidhani kama alimaliza mwezi. Hiyo wiki I think alikufa. Aliweza kuangamia because the presence of God left him. Kwa hivyo adui wanaangalianga the source of your strength. Nguvu zako zinatoka wapi? Anapambana jinsi ya kukuangamia, kuondoa uwepo wa Mungu juu ya maisha yako, na finally ataweza kukumaliza. Wapendwa, if we can't be aware on the tactics of the enemy, tutaangamia. Kama unasikia kuna kitu nakwambia, achana kanisa, acha mambo ya acha mambo ya kujisumbua kuosha kanisa, acha mambo ya kuhubiri, acha mambo ya kufanya nini. Remember, the enemy is after your life. Usipoangalia vizuri, utapata zile ahadi zote Mungu alikuwa amekupatia zitakosa kutimia, because the enemy will get advantage of you na atakuangusha chini. My friend, if we can't be serious, the enemy is very serious to see you falling down out of the grace. Mwana kuombea kwamba Mungu akusaidie. May you not fall out of the grace in the mighty name of Jesus. Usianguke katika kila kwa neema ambayo Mungu amekuweka. Hata kama kuna shida ni mingi, hata kama kuna mambo ni mengi, hata kama kuna kukwazika, wewe shikilia kwa kazi kwa Mungu. Hold on to God. If you give up, the enemy will get advantage and will destroy you, and will destroy you completely. Samson was destroyed completely. Na akatolewa macho na alikufa kifo kibaya sana. Na Waisraeli hata wao wakaingishwa kwa dhambi na wakaweza kuangamia. Walichinjwa wote wakakufa. Ni kwa sababu ya nini? The enemy. Hata wewe na kuombea, ukiwa hivyo umeokoka, Mungu Yesu ni Bwana, uko na presence ya Mungu. The moment utaingia kufanya dhambi, the moment hapo ndimo maadui watapata advantage na watakumaliza. Na naomba ushikilie kanisa na utumikie Mungu. Amen. Amen. Barikiwe. Thank you.